Kituo cha Kimataifa cha Mkutano Arusha AICC kwa kushirikiana na Mfuko wa Hifadhi ya Jamii kwa Watumishi wa Umma PCSSF wametia saini ya mkataba wa makubaliano ya ujenzi wa kituo cha kimataifa cha mkutano cha Mount Kilimanjaro kitakachojengwa katika eneo la Kijenge jijini Arusha. Lakini pia nimshukuru sana mstahiki meya kwa namna ambavyo amekuwa mstari wa mbele kupambana kuhakikisha jiji la Arusha linaenda vizuri. Mheshimiwa Waziri, meya wetu wa jiji ni miongoni mwa chachu kubwa mbili ambazo moja imetajwa hapa na kaka yangu wa mbele, lakini ya pili ni ya uwanja wetu wa mpira. Pale ambapo kuna uwanja wa mpira leo unajengwa, yeye alipata nafasi ya kusikiliza tu maongezi ya viongozi, alafu roho ikamuuma kwa nini Arusha hitaji. Na baada ya pale akamwambia, "Nakusikia unaongea kwenye simu, lakini mbona kama vile hata Arusha tungeweza kufanya jambo." Basi Kalia akamwambia, "Bwana, kwani Arusha inaweza kupata ardhi?" Meya akajidamu, yani pale kwa kufua mbele kabisa, ardhi ipo. Na kweli mchakato ukaanza, na leo tunaona tunajengewa uwanja wa mpira wenye thamani ya bilioni 288 ikiwa ni matunda ya Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini na meya akiwa kama sehemu ya kichocheo cha kuhakikisha jambo hili. Kwa tunapopewa hadithi ya mkutano wa nyuki kufanyika mwaka 2027 hapa Arusha, na tumemsikia tena kakaangu wa mbele amesema meya ni miongoni mwa watu walikuwepo kwenye mjadala huo, na alitumia hoja. Unajua huyu ukimwona ni kama vile hafanani na sisi watu wa baba kidogo, ni kama na lugha zile za taratibu, lakini alitumia hoja moja tu, jamani, mkutano wa nyuki mnataka kupeleka wapi ambako hakuna hata nyuki? Na kuna nchi moja ilikuwa inakwenda kutushinda, Dubai, na kwa amefika hatua nzuri, lakini bwana mkubwa akajenga hoja, akashirikiana na wataalamu wengine, serikali ikapata hoja zikakubalika, na hatimaye sasa tunajiandaa na mkutano mkubwa wa kidunia kuhosti hapa kwenye mkoa wetu wa Arusha. Nimalizie kwa mambo mawili tu, Mheshimiwa Waziri, na kuhakikishia ofisi yetu ya serikali ya mkoa wa Arusha itatoa kila aina ya ushirikiano kuhakikisha kwamba hakuna mkwamo kwenye mradi wa Daktari Samia Suluhu Hassan wa Samia Convention Center ndani ya mkoa wetu wa Arusha. Hilo naomba nikuhakikishie, iwe ni usiku, iwe ni mchana, na commitment yangu iko clear na watendaji wanajua na wewe mwenyewe unafahamu. Na tulikuwa tumeanza kama mchakato fulani hivi kwamba tupate eneo tofauti na pale tuutanue mji. Mchakato ule wewe waziri unafahamu mawazo yako, na tumefika mahala, lakini tumefika mahala ambapo tumejikuta tunapata heka chache kuliko mahitaji. Kwa hiyo kama ikitokea kabla mjaweka jiwe la msingi, unaweza kushangaa nimekuja kumbembeza Mheshimiwa Waziri, ngome imebadilika tunaelekea kule, lakini haitaenda nje ya jiji la Arusha. Lengo ni kuhakikisha kwamba mji wetu unakuwa na mpangilio uliopangika na kuruhusu mikutano ifanyike bila kuathiri shughuli za wananchi ndani ya mkoa wetu. Kwa hiyo naomba nimalizie kwa kuomba tena, kama kuna fursa nyingine unaiona huko, tuletea hapa Arusha. Achana na Iringa, achana na Pwani, achana na Njombe, achana na wewe. Na nitumie fursa hii kaka zangu na dada yangu Pinichana kuambia, kama kuna mtu anataka kuacha historia duniani ni kuwa na ardhi ya Arusha. Yaani siwezi kuambia wakuu wa mashirika, lakini kama unataka kuishi vizuri hapa duniani na kuacha historia, lazima uwe na kiwanja hapa Arusha. Sababu huko tunapoelekea hakuna mtu atakayeenda mkoa mwingine Tanzania zaidi ya kuja wapi? Kuja Arusha. Wewe fikiria Wizara ya Uchukuzi, mambo yakienda vizuri, tunaenda kuletewa SGR Arusha. Na tusikilize vizuri ili bunge. Unajua hata leo nilikuwa nawaambia wananchi, sikilizeni vizuri hotuba za Mheshimiwa Rais. Ukisikiliza kuna jambo utalipata. Kwa hiyo tukisikiliza vizuri bunge la bajeti, utakuja kusikia kuna mahala SGR inatamkwa katika mkoa wetu wa Arusha. Kwa sababu sasa hivi tumepata magari soda ambayo yanapatikana Ingaruka, na investment yote tegemea kuwekwa pale sio chini ya 1.6 trillion. Tunahitaji usafirishaji. Reli yetu na bandari yetu ya Tanga
imekuwa sasa ni bandari ya pili kutoka ya Mtwara iliyokuwa inaongoza kwa kuingiza na kupeleka mizigo nje ya nchi. Wageni wanaosafirisha wamegundua shortcut ya kupeleka Rwanda, Burundi, hata Uganda ni kupita Arusha. Imetupelekea sasa hivi tuna takriban ya malori 600 kwa siku dhidi ya yale ya nyuma ya malori 660. Kwa angalia ongezeko 60% karibia 1000. Malori 600 tunahitaji bandari kavu. Sasa mkituwekea huu ukumbi wa kimataifa na Mheshimiwa Waziri nakuhakikishia, wewe hangaika na bara la Ulaya wapi, Afrika niachie. Nitapiga debe mikutano yote Afrika itakayofanyika hapa Arusha, kwa sababu tutakuwa na facility bora. Mkurugenzi wetu anasema Central Africa. Mimi nishatangaza kwamba ni bora Afrika nzima. Unajua ubora wako. Na kwa nini ni bora Afrika nzima? Daktari Samia alikuwa ananiambia, waziri wangu wa mambo ya nje, kaiongeza fedha kutoka zile bilioni 300 tulikuwa tunazijua, sasa anakwenda kwenye dola milioni 500. Unaongeza almost zaidi ya trilioni 1.1. Lakini pamoja na hilo pia, utekelezaji huu ni maelekezo ya ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020-2025 inayotuelekeza kujengwa kwa ukumbi mkubwa wa mikutano utakaokuweza kuileta dunia Tanzania. Ninafarijika kuona taasisi yetu ya PSSF ambayo iko chini ya wizara yangu ninayoiongoza imeingia makubaliano mazuri na kituo cha kimataifa cha mikutano ya AICC katika uwezeshaji wa jambo hili kubwa. Kwa kuangalia namna ambayo PSSF inayowekeza maeneo, sina shaka kwamba utekelezaji wa mradi huu wa ubia utakuwa wa kiwango cha juu sana. Na mimi kama waziri ninayesimamia sekta hii, nataka niwaahidi washirika wote kuwa nitahakikisha mradi huu unakamilika kama ambavyo tumekubaliana kimikataba. Ndugu Mheshimiwa Waziri na wageni waalikwa, mradi huu ni jambo la kujivunia sana. Na kwa wabia wetu wote ambao pia ni taasisi za Tanzania, mradi huu unakwenda kuweka alama kubwa na ya kipekee katika Tanzania, ambayo mara nyingi katika miradi mingi tumekuwa tunawategemea wabia toka nje, lakini mradi huu unakwenda kujengwa na Watanzania kwa fedha za Watanzania wenyewe. Hongereni sana wote watakaohusika katika mradi huu, kila mmoja akatimiza wajibu wake. Kwa niaba ya waziri mwenzangu ambaye atakuja kuzungumza baadaye, tutakuwa tukiufuatilia kwa karibu sana, na hatua za utekelezaji tutakuwa tunahitaji tujulishwe mara kwa mara. Aidha, mimi na wenzangu hatutosita kuchukua hatua kwa mtu au taasisi itakayokwenda kukwamisha mradi huu. Itakuwa na uwezo wa kuchukua watu 5,000. Mheshimiwa Rais ameagiza kwamba tuwe na hoteli ya jengo la ile jengo la mkutano na hoteli yake, kwa sababu majengo mengi ukienda huko, juzi tumetoka Addis Ababa, jengo la mkutano nakuta pembeni kuna hoteli. Kwa hiyo ameagiza kuwe na hoteli isiyopungua vyumba 500. Target yetu sisi itakuwa mikutano 4 hadi 5 kwa mwaka. Kwa hiyo target yetu sisi mikutano 4 hadi 5, milioni 20 mpaka milioni 25 dola. Sababu kila mkutano tumesema milioni 5, si ndio? Tulifanya hesabu. Kwa hiyo target yetu sisi milioni 20 mpaka 25, mkutano 5. Mheshimiwa Makonda kashajitolea kwa Afrika. Sisi tutakwenda kwa duniani kupiga debe. Na mimi nakwambia na kuhakikishia tunaweza, tutaweza, na mikutano hiyo itakuja ikiwa juzi Energy Summit imeonyesha mfano kwa kila mmoja wetu. Hakuna alikuwa hajaona. Bara zima la Afrika hakuna alikuwa hajaona. Mimi mara yangu ya kwanza maishani mwangu tokea nizaliwe kuona marais wa 8 wamekuja na ndege zao zimekaa foleni. Ndege za marais, sio ndege za abiria. Ndege za marais 8 zimekaa foleni, zinakuja na kompyuta moja inaondoka. Ilikuwa uwanja ndege. Kila waziri alipangiwa, Mheshimiwa Lukuvi unafahamu, kila waziri alipangiwa kupokea, mpaka tukaishiwa ndani ya mawaziri kwa wale wageni waliokuja, kwa wale walikuwa pale, ikawa wengine wanarudia. Mmeona kwenye picha. Hii ni test ndogo sana ambayo sisi tunafanya. Kwa hiyo Mheshimiwa Lukuvi yuko hapa leo kutusaidia pia kuratibu kama mratibu mkuu wetu, na yeye unajua ni chief wa serikali. Kwa hiyo jambo halikwami.
Na niseme tu ukumbi huu unapoenda kujengwa, tunatekeleza sera ya mambo ya nje ya diplomasia ya uchumi ya kuhakikisha kwamba Tanzania inaendelea kung'ara kimataifa. Tunakuwa vinara wa mikutano. Nadhani hivi karibuni mmeona nchi yetu imefunguka pakubwa baada ya mwanadiplomasia namba 1 Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuifungua nchi yetu kimataifa. Na sasa kumekuwa kuna miminiko ya mikutano mikubwa ya kimataifa ambayo inafanyika nchini kwetu, ambao kihistoria mingine haijawahi kufanyika. Mimi nikitoa tu mfano mdogo, mkutano ambao tumeuhost pale Januari kwenye ukumbi wetu wa JNICC ambao tulikuwa na marais 25 kwa wakati mmoja, ni kitu cha kihistoria, na tunaamini kwamba ukumbi huu utakapoenda kujengwa utakuwa the best East and Central Africa, lakini vile vile utaenda kuwa na chachu kubwa, kwanza katika kuongeza zao la utalii katika nchi yetu, lakini vile vile kwenda kuifungua nchi yetu na kufanya mkoa wa Arusha uzaliwa upya. Manake uwekezaji utaongezeka na kila mtu sasa atafunguka katika kuhakikisha kwamba nchi yetu inasonga mbele na mkoa wetu wa Arusha kwa ujumla. Kwa hiyo kwa ufupi, waheshimiwa mawaziri na viongozi wetu, sisi PSSF kama mfuko tunafarijika sana kuwa sehemu ya shughuli hii kupitia katika jukumu letu la kiwekezaji, na tunaahidi kwamba kupitia katika mwongozo wa wizara yetu ya kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu, kutekeleza jukumu tulilopewa kama ambavyo litakavyokuwa limeainishwa katika makubaliano kuanzia sasa mpaka wakati mradi utakapoendelea, na katika kipindi cha uendeshaji wa mradi kama ambavyo utaendelea kuzungumzwa katika hatua za huko mbeleni. Ujenzi wa kituo hicho utakaogharimu shilingi bilioni 385 utaanza, huku ikiwa ni mkakati wa serikali unaolenga kukuza utalii na mikutano, yani conference tourism, ambapo uwekezaji huo utachangia kukuza fursa za ajira na kufungua nchi kiuchumi.